Kabla ya kuanza kwa duru ya tatu ya mazungumzo kati ya Marekani na Iran, Washington imetangazia Tehran vikwazo vipya vinavyolenga zaidi ya watu 30, taasisi na meli kwa madai ya kuhusika katika biashara haramu ya mafuta ya Iran pamoja na utengenezaji wa makombora ya masafa marefu na silaha za kisasa. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Wizara ya Hazina ya Marekani, hatua hiyo ni sehemu ya mkakati wa shinikizo la juu zaidi dhidi ya Iran unaolenga kudhoofisha vyanzo vya mapato na uwezo wa kijeshi wa taifa hilo. Vikwazo hivyo vinawalenga hasa wamiliki na waendeshaji wa meli zinazodaiwa kusafirisha mafuta ghafi ya Iran na bidhaa za petroli kwenda masoko ya kimataifa kinyume cha masharti ya kimataifa. Aidha, wizara hiyo imesema baadhi ya vikwazo vinahusu taasisi zinazofanya kazi kwa niaba ya Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC, Wizara ya Ulinzi ya Iran pamoja na kikosi cha msaada wa vikosi vya silaha. Taasisi hizo zinadaiwa kuhusika katika usambazaji wa mali ghafi na mitambo nyeti inayotumika kurejesha na kuimarisha uwezo wa Iran kutengeneza makombora ya masafa marefu, silaha za kisasa za kawaida na ndege zisizo na rubani. Katika taarifa yake, Waziri wa Hazina wa Marekani Scott Bessent aliwataja raia 4 wa Iran akiwemo Mohammad Abedin, Mehdi Zandi, Mehrdad Jafari na Ibrahim Shariatizadeh, akidai kuwa walisafiri kwenda nchini Urusi na Venezuela kutoa msaada wa kiufundi unaohusiana na teknolojia ya drone. Hatua hiyo inajiri katika kipindi ambacho juhudi za kidiplomasia kati ya pande hizo mbili zinaendelea, huku mvutano ukibaki juu kuhusu mpango wa nyuklia na shughuli za kijeshi za Iran. Wakati hayo yakichomoza, shirika la habari la serikali la Jordan la Petra liliripoti Februari 24 kwamba Mfalme Abdullah wa pili wa Jordani amesema kuwa nchi hiyo haitaruhusu ukiukaji wowote wa anga yake au matumizi yake katika mzozo wa kieneo, huku kukiwa na mvutano unaoongezeka kati ya Iran na Marekani. Mfalme Abdullah alisema katika mkutano na wajumbe wa baraza la chama cha wanahabari wa Jordani haitaruhusu anga yake kukiukwa na nchi hii haitakuwa eneo la vita. Aliongeza kuwa usalama wa ufalme wa Jordan na usalama wa raia wake ni muhimu zaidi. Mfalme wa Jordan alikariri kuwa mazungumzo na suluhisho la kisiasa ndiyo njia pekee ya kuzuia kuongezeka zaidi kwa mivutano ya kikanda. Matamshi yake yaliyorejea kauli za awali za waziri wa mambo ya nje wa Jordani Aimani Safadi, ambaye alisema Jordani itakabiliana na jaribio lolote la kukiuka anga yake. Serikali ya Jordan hapo awali ilikanusha shutuma kwamba amani iliruhusu Israeli kutumia anga yake kushambulia vituo vya nyuklia vya Iran. Hapo awali shirika la utangazaji la Uingereza BBC lilifahamu kuwa Uingereza haijaruhusu Marekani kutumia kambi zake za kijeshi kusaidia mashambulizi yanayoweza kutokea dhidi ya Iran. Marekani hapo awali imetumia kambi za jeshi la wanaanga la Uingereza huko Fairford, Gloucestershire kwenye ardhi ya Uingereza na Diego Garcia kwa operesheni katika Mashariki ya Kati. Diego Garcia ni kisiwa kikubwa zaidi katika visiwa vya Chagos katika bahari ya India, ambapo kambi ya pamoja ya kijeshi ya Uingereza na Marekani zipo. Mtazamaji, ni yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Andika maoni yako katika sehemu ya ujumbe hapo chini. Like na subscribe pia ili uwe wa kwanza kupata habari wa chungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.